Kimsingi wilaya ya Mbarali inaendelea kunufaika na utekelezwaji wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo, na nichukue fursa hii kwanza ya kipekee kabisa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa dhamira yake njema na utayari wake wa kisiasa wa kuendelea kushusha fedha kupitia serikali kuu, lakini pia kwa kuendelea kushirikiana na wadau wa maendeleo ambao wamekuwa nao wakishirikiana na serikali katika kushusha fedha kwenye maeneo yetu mbalimbali katika mamlaka za serikali za mitaa. Katika halmashauri ya wilaya ya Mbarali iko miradi mingi inayotekelezwa. Ipo miradi inayotekelezwa kwa mapato ya ndani, lakini iko miradi ambayo inatekelezwa kwa fedha za serikali kuu na fedha za wahisani. Upo mradi wa scale ambapo Mbarali ni mojawapo ya halmashauri 54 ndani ya halmashauri 54 katika mikoa 21 ambayo nayo inanufaika na mradi huo. Na katika mkoa wa Mbeya zipo halmashauri 2 ambazo zinanufaika na huo mradi wa scale, ikiwa ni pamoja na halmashauri ya Mbeya kwa maana ya halmashauri ya wilaya ya Mbeya, lakini pia halmashauri ya wilaya ya Mbarali. Katika utekelezwaji wa mradi wa scale kwenye halmashauri ya wilaya ya Mbarali, mradi huu utatekelezwa ndani ya kata 20. Lakini katika awamu ya kwanza, kwa sababu mradi utakwenda kwa awamu, mradi huu katika awamu ya kwanza utatekelezwa kwenye kata zifuatazo ambazo zitakuwa takriban kata 7. Kwanza utatekelezwa kwenye kata ya Mwatenga, pili kata ya Mawindi, tatu kata ya Imalilo Songwe, 4 kata ya Ihahi, 5 kata ya Ruiwa, alafu kata ya Utengule Usangu na kata ya Rujewa. Hizi ndizo kata ambazo zitanufaika moja kwa moja na utekelezwaji wa mradi wa scale. Lakini kimsingi kwa kuwa mradi huu umejikita katika kwenda kuleta mabadiliko chanya kwenye maeneo yetu na kata zetu mbalimbali, ziko fedha ambazo kimsingi zitakwenda kutumika kwa ajili ya utekelezwaji wa shughuli mbalimbali zinazoakisi mradi wenyewe. Kwanza kabisa nishukuru zimeshashushwa fedha za awali kwa ajili ya kutengeneza mazingira wezeshi, lakini pia mazingira ya awali ya utekelezwaji wa mradi wenyewe. Na kuna takriban milioni 105,680,795 na senti 95 ambazo zimeshushwa kwa ajili ya mafunzo ya kuutambulisha mradi na kuuelewa mradi, lakini pia kuibua miradi kwa ajili ya utekelezaji kwa ajili ya mwaka ujao wa fedha wa mwaka 2026-2027. Kwa sababu kimsingi ni lazima tutengeneze inclusivity kwenye maeneo na kata zetu, wananchi washirikishwe, watambulishwe mradi wenyewe, falsafa yake na mantiki yake, lakini na wao washiriki kwenye kuibua miradi ambayo italeta manufaa kwenye maeneo wanayoishi. Lakini kimsingi fedha za utekelezaji wa mradi sasa, kwa maana hizo grant kwa mwaka wa fedha 2026-2027, mwaka wa fedha tunaoanza tarehe 1 kesho, halmashauri ya wilaya ya Mbarali imetengewa fedha za utekelezaji wa mradi kiasi cha bilioni 1,161,054 ambazo kimsingi tunategemea tutakapoanza mwaka wa fedha 2026-2027 fedha hizo zitashushwa kwa ajili ya utekelezwaji wa mradi husika. Sasa mradi huu una muundo, kwa maana ya muundo wa utekelezwaji wa mradi wenyewe. Kimsingi kwanza kabisa kutakuwa na timu ya usimamizi ngazi ya wilaya CCAT ambayo itajumuisha wajumbe kutoka idara na vitengo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na idara ya mipango, kitengo cha usimamizi wa taka na usafi wa mazingira, kitengo cha uhifadhi wa maliasili na mazingira, idara ya kilimo, mratibu wa fursa na vikwazo kutoka idara ya mipango na uratibu, lakini pia kutakuwa na idara ya miundombinu na maendeleo ya mijini na vijijini, kutakuwa na idara ya maendeleo ya jamii, lakini pia ndugu zetu wa TARURA watahusishwa na mtaalamu kutoka NGO ya Saliota Save Life Organization of Tanzania nao watahusishwa. Aidha, katika utekelezaji wa mradi huu wa scale, timu ya ngazi ya kata nayo itahusishwa ikijumuisha maafisa ugani wa kata 7 ambazo ndizo tutakazoanza nazo kwenye utekelezaji wa mradi, wakiwemo miongoni mwao maafisa kilimo, maafisa mifugo, maafisa maendeleo ya jamii ngazi ya kata na waratibu elimu ngazi ya kata. Timu zote mbili zilishapewa mafunzo ya awali katika ngazi ya mkoa, na niwashukuru sana wenzetu wa mkoani, ikiwa ni pamoja na Regional Secretariat, lakini pia kisha timu hizo zilishafanya kazi za uandani za kuibua miradi
kwa kushirikiana na viongozi wa kata na vijiji, lakini pia walishiriki katika matokeo ya uibuaji wa miradi hiyo ambayo kwa namna moja ama nyingine matokeo hayo yaliwasilishwa kwenye vikao vya kamati za maendeleo ya kata na hatimaye katika ngazi ya wilaya. Aidha, baada ya kazi za uwandani katika kata takriban 3 kwa maana ya kata ya Ihahi, Imalilo Songwe na Mawindi, miradi mbalimbali iliibuliwa kutoka kwenye jamii. Miradi hii ikiakisi changamoto halisi za wananchi zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu ndiyo falsafa ya mradi wa SCALE. Na kwa uchache kabisa ningependa kuitaja miradi ambayo imekwisha kuibuliwa, ikiwa ni pamoja na uimarishaji wa barabara na madaraja yanayobomoka kutokana na mafuriko na mmomonyoko wa udongo. Lakini pia kuna miradi ya ujenzi na ukarabati wa mifereji ya maji na umwagiliaji. Kuna miradi ya maji safi na salama ya kunywa kwa vijiji vinavyokabiliwa na ukame. Kuna miradi ya nishati safi ya kupikia ikiakisi matumizi ya majiko bora, kupunguza ukataji miti, ikiwa ni pamoja na kupunguza ukataji miti. Kuna miradi ya ujenzi wa malambo ya kunyweshea mifugo katika maeneo ya ukame. Kuna miradi ya ufugaji wa nyuki, lengo likiwa ni kutengeneza kipato mbadala kinachohifadhi mazingira, na kuna miradi ya upandaji miti. Dhana nzima ikiwa ni pamoja na kupambana na mmomonyoko wa ardhi na uhifadhi wa kingo za miti pamoja na ustahimilivu wa ukame. Lakini pia mapendekezo yote hayo yamekuwa yakiratibiwa na kutekelezwa kwa kushirikiana pia na kamati ya fedha, uongozi na mipango ya baraza la madiwani, lakini pia kwa kushirikiana kwa karibu na wizara ya tawala za mikoa na serikali za mitaa iliyopo chini ya ofisi ya waziri mkuu.